Nije mahabari tulo waletea, nije mahabari tulo waletea, kipindi kizuri furaha ya ndoa, mka tayari kukihongojea, TV ya Al-Hajar itaangazia. Kitawajia kila Jumamosi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nikitumai ubuheri wa afya. Karibu tena katika kipindi maalum, kipindi kikiwa ni episode 001, katika kipindi ukipendacho kilikuwa kikisubiriwa na hamu na ghamu na wengi zaidi, ikiwa ni saa 3 na dakika 8 hivi, dakika 8 kidogo zimepita kwa ajili ya kuanza kipindi rasmi kile ukipendacho cha furaha ya ndoa, ukiwa nami Muhammad Atibu Abdallah nikiwa nahodha katika kipindi hiki, lakini na mgeni mashuhuri, adhima, adim na muhimu zaidi katika jamii. Lakini siku zote tutakuwa tukikupa mashairi kwa kuwa ni furaha ya ndoa, ndiposa kitakuwa cha utofauti zaidi, kwani ukiangalia kuanzia mandhari ya pale tulipo tukikupeperushia kipindi hiki, si studio, lakini tuko mahali tulivu kwenye upepo mzuri wa bahari Hindi kwa ajili ya kukuletea mawimbi mazuri ya mapenzi na kujifunza mengi zaidi katika mapenzi, haswa katika dini yetu ya Kiislamu. Wewe mwanandoa ulioingia tayari kwenye ndoa, ama mgeni kwenye ndoa, kaange nasi, kwani hii ni mida mizuri ya wewe kujifunza mengi zaidi kuhusiana na safari nzima hii ya mapenzi. Wengi walisema ni mtihani ambao mtu unapewa cheti kabla ya kuufanya, lakini sisi hapa ndani ya furaha ndoa tunaanza tukikwambia hivi: na kupenda kwa hakika, pendo langu lithamini, nikikuona hutibika, damu hujaa mwilini, siku moja kama mwaka, nikikukosa ayuni. Hilo ndo la kufungulia, yani siku moja tu nikikukosa. Kwangu mie presenter 001, mmoja katika wale watu ambao wanaugua mahaba zaidi, kwani wale wapenzi waliwahi kutuambia siku moja kuwa maradhi yote yaugua, lakini mahaba usiombe. Lakini sisi tunakufunza mahaba katika dini yetu ya Kiislamu. Naam, kaange nasi, kwani mgeni wetu mtaalamu wa masuala ya ndoa Sheikh Yusuf Abdi yuko tayari hapa katika sebule hii kwa ajili ya kukufurahisha, kukujuza, kukuelimisha na kuwa nawe katika safari hii tuliyong'oa nanga pamoja. Lakini nikae nikikwambia kuwa kipindi hiki kiko chini ya udhamini wa Al-Hajar Travel Agency pamoja na Sheikh Yusuf Counseling Office. Kaa nasi hadi mwisho upate kuelimika zaidi. Katika awamu ya kwanza tutampa fursa shekhe tufahamu mengi zaidi, lakini katika awamu ya pili nitakushirikisha kupitia 0722600333. Una shairi lako, una swali lako la ndoa, itakuwa ni muda muafaka kwako kuliuliza. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh Yusuf Abdi katika kipindi ambacho watu wengi walikuwa na hamu nacho kukifahamu, haswa walipoona zile promo. Sheikh Yusuf Abdi, mara bahari, mara tunaona furaha, kwani ndugu yangu editor Saida Abdi alituwekea picha za wanandoa, mara wana furaha, mara wamekasirikiana. Mimi na baadhi ya wenzangu tukafikiana kuwa moja katika zile methali zilizokuwa zikisema kasi na mtungi hazikosi kugongana. Lakini tunataka kujua ni kweli Sheikh, kasi na mtungi hazikosi kugongana? Ndiposa tukakualika na ukakubali mwito wetu katika kipindi cha furaha ya ndoa. Sheikh, mimi niko hapa natamani sana kujua mengi zaidi kuhusiana na ndoa, licha ya kuwa tayari niko kwenye ndoa kwa muda mchache. Usiniulize ni miaka mingapi Sheikh. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kwanza nakaribia na asanteni sana na naishukuru Al-Hajar TV pamoja na timu mzima kwa kunipa
fursa kama hii ya kuweza kuzungumza na ndugu zangu watazamaji wapendwa, wafuatilizaji wa Al-Hajar TV, tukitarajia na watazidi bila shaka kuwa ni wenye kuendelea kutazama TV kama hii ambayo ina mafunzo mengi. Kwa hivyo asanteni kwa hilo, na vile vile kipindi hiki ni kipindi ambacho tumekiandaa na tumekaa kwa hamu ya siku nyingi kuisubiri siku hii ije, na hivi leo tuna furaha kubwa kwamba anza kipindi chetu, na nina imani kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala watu wataweza aidha kufaidika, wayajue waliokuwa hawayajui, au wakumbuke waliokuwa wameyasahau, na bila shaka hayo yatasaidia au yatachangia kurekebisha au kusuluhisha ndoa yao na kufanya maisha yao yawe mazuri zaidi. Asante sana Sheikh Yusuf Abdi, na kutufungulia pengine Sheikh kwa ufupi tu nikuulize, kwa nini Sheikh uliwahi kuja na fikra hii ya kuwa na furaha ya ndoa haswa? Naam, kweli kila jambo huanza na fikra. Mwanadamu hukaa akafikiria, na fikra huja baada ya mtu kukaa kuangalia jamii anaoishi wanahitaji kitu gani. Unapojiuliza kwenye kuitwa kwako uje uzungumze na watu, aidha kupitia khutba mathalan, au kupitia kipindi, au kupitia program yoyote, huwa unajaribu kukaa na kujiuliza maswali. Mimi nimeambiwa nizungumze na watu, nizungumze nini? Kwa unajaribu kutafiti na kuangalia mujtama wanahitaji kitu gani. Mimi kwa mtazamo wangu nimekuja kuona kuwa jamii yetu inahitaji zaidi masala haya ya usra na familia. Kwa hivyo nikaona hakuna mada ambayo itakuwa ni bora zaidi au program ambayo itafaa kwa ulimwengu huu tunaoishi kama kuwa na kipindi ambacho kitazungumzia kwa mapana na marefu kuhusu ndoa, kuhusu mafungamano baina ya mke na mume. Na nikiangalia hata katika Qur'an utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea ndoa kwa kweli iwe ni furaha katika maisha yetu. Ndoa hii ambayo ni furaha twaiona kwamba imebadilika katika ulimwengu wa leo. Ukiangalia kwa upande wa namna machafu yalivyoenea, kwanza hilo ni jambo lingine. Yani hilo lenyewe tayari ni jambo ambalo la tufanya tukae tufikirie tufanye nini katika mujtama tuweze kusuluhisha hilo. Uchafu umeenea wa kila aina kupitia mitandawazi au utandawazi, kupitia social media, na vitu vingi ambavyo vimeweza kuathiri paka mazingira ya mujtamaa wetu. Na ukiangalia upande mwingine pia wale ambao ni wanandoa, utapata pia katika ndoa zao zina mushkil, ndoa zao hazina utulivu, kesi zimekuwa nyingi. Ndoa ambayo ilikuwa iwe ni furaha katika maisha imegeuka kuwa ni adhab. Naam. Kila nyumba haikosi kuwa na mwanamke anatokwa na machozi na halali usiku kwa dhiki na maudhiko. Yani ndoa imekuwa kutoka ilikuwa ni ndoto ya kila barobaro, lakini kutokana na yanaoendelea na tunaoyasikiliza na tunaoyashuhudia, basi kweli imebaki kuwa ni ndoto na kutamani. Lakini ukija sasa uhalisia uje uoe, unapata yale uliyoyatarajia yote hakuna. Kwa sababu hakuna maelewano, hakuna kuaminiana, ndani kuna khiana, ndani kuna watu kutukanana, ndani kuna vita. Yani mpaka mtu anafadhilisha atoke hata nje kidogo ya nyumba yake ya ndoa, na anahisi pana unafuu kuliko kubaki ndani ya nyumba ambapo ndio kuna mwenzake waliotamaniana kwa muda mrefu labda, na walipanga harusi yao kwa muda mrefu na wakaigharamikia kwa muda mrefu, lakini yote yameishia kuwa ni huzuni na dhiki, yani hamna furaha baina yao. Kwa ajili hiyo tukaamua kuja na kipindi kama hiki. Yani sisi twajaribu, tunahawil, Arabu wanavyosema, twajaribu kutaka kuleta suluhisho, kutaka kuleta mabadiliko, sio mabadiliko ya watu kuishi, kutoka mabadiliko ya nadharia ya ndoa. Ndoa ni nini? Watu wapate kuifahamu. Kwa sababu ukija ukiangalia, moja katika sababu msingi ya haya yote ambayo utayasikiliza ama utayaona
yamechangia kuvunjika kwa ndoa nyingi, au hata kama hazikuvunjika lakini ni ndoa jina, yale yanayotakiwa kwenye ndoa hayapatikani, hamna furaha na huzuni, basi utapata sababu kubwa ni watu wengi au jamii walikuwa hawafahamu ndoa ni kitu gani. Au labda walikuwa wanaelewa ndoa lakini kwa mtazamo mwingine, mtazamo finyo, labda mtazamo wa kuona ndoa ni raha tu, lakini walishindwa kufahamu kwamba ni wanadamu wenye fikra tofauti, wenye mawazo tofauti, wanaotoka makabila tofauti, wamekuja kuishi pamoja, kila mmoja na nadharia yake na fikra zake. Sasa yale ambayo yote akiyatarajia kwa siku ya kwanza anaona mbona sivyo yale tukiambiwa. Na hasa wale walioghurika kuona ndoa kupitia katika labda filamu, kupitia katika vipindi, kwa sababu wale wanapoakti wanajaribu kuiga ndoto zile, kuzitengeneza ziwe ni historia. Sasa kuna watu wanaathirika, wanaona kwamba maisha ndoa yana furaha kwa kupitia zile filamu, lakini wakija katika uhalisia wanaona mambo sivyo. Ila mimi nauliza swali moja tu kwamba je, yale ambao yametengenezwa na madirekta, wakaandika, wakachora, mpaka wewe ukiangalia ukaona kweli kuna furaha ndani yake, hayawezi kuwa ni kweli? Yanaweza kuwa ni kweli, lakini mpaka watu sasa wasome na wafahamu ndoa ni kitu gani. Kwa hivyo sisi kwa ajili hiyo tumejaribu kuweka hiki kipindi tukitaraji kwamba tunaweza kuleta mabadiliko kwenye nadharia za watu na tunaweza kuleta islah katika ndoa za watu, na hatimaye imetufanya mpaka tufungiwe ofisi rasmi ya Sheikh Yusuf Counseling. Mmoja wapo wa kazi zetu ni kufundisha watu kabla ya ndoa ni nini. Na nakwambia ndio nia na madhumuni ya kuondoa ile taswira nzima ama taasubi ya kuwa ndoa ni I love you too, ama ndoa umeichora katika taswira nzima ya filamu, haswa kwa wale wapenzi wa filamu pengine za lugha za Kimombo, Kituruki, watu wanaopendana, watu wanalishana ice cream, lakini ukija ndani ya ndoa wenyewe wanakwambia laiti ningejua basi ningeendelea pengine kubaki kuwa bachelor ama bachelati kwa muda mrefu zaidi. Kwa nini nilikimbilia ama kwa nini niliharakisha kuingia katika mtihani huu ambao ni mgumu zaidi hata pengine wa kidato cha 4? Hii shekhe, ina maana kuwa tufute ule msemi kuwa unaosema kuwa kasi na mtungi hazikosi kugongana. Siku hizi shekhe, kasi na mtungi kutogongana tena siku hizi huvunjika kabisa, kwa sababu ukiangalia shekhe, katika zile kasi na mtungi ni ndoa zinazofungwa ni nyingi, lakini watu wanaoachana ni wingi zaidi kuliko zile zinazofungwa. Tena pengine huenda pengine kwa sababu zisokuwa za kuingia akilini. Amerudishwa nyumbani kisa na sababu hajui kupika chapati, ama amerudishwa nyumbani kisa na sababu mume amenijia usiku hakunambia ametoka wapi. Mimi nataka talaka yangu kwa kuwa bana mume wangu mimi nimwambia sitaki avae shati ya Manchester, hiyo avaa Manchester. Ama amerudishwa nyumbani kisa na baba, mimi kwetu na nimechorewa taswira kwa kila siku ya Alhamisi lazima mpikiwe matobosha, na hajui kupika matobosha. So akwambia fadhali. Na huko ukiangalia upande mwingine shekhe, pengine mzazi akwambia hujamtunda mtini anakwao tuletee, wala hatujashindwa kumlea. Hivyo shekhe, pengine tuende moja kwa moja, kwa kuwa umetutajia shina la hili tatizo, kwanza tupate kufahamu ndoa ni nini haswa. Na hapo ndio penye nukta muhimu zaidi. Na hapo ndipo tunapoanzia. Na ningewaomba watazamaji wapendwa wapate kusikiliza kwa makini hapa, kwa sababu ndoa ni nini tutaieleza kwa mapana na kwa marefu. Tukieleza tu kisheria, ndoa ni Kiswahili, lakini wataalamu wa lugha ya Kiarabu wanasema azawaj. Azawaj ni kuleta vitu viwili ukavileta pamoja vikaingiliana. Hiyo ni kilugha. Na utapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaja hilo kwenye Qur'ani aliposema mathalan wazawajnahum bihurin ain, na tutawaoza ama tutawafanya washikane wewe kitu kimoja na mahurul ain. Au Mwenyezi Mungu asema wa idhan nufusu zuwija, na pale nafsi zitakapokusanywa. Kwa hivyo neno zawaj ni kuingiliana vitu viwili, na inaweza kuwa ni wanadamu au inaweza kuwa ni miti, inaweza kuwa ni jamadati, yani vitu vya kawaida, kwamba kila kitu kina mwenzake. Lakini ukija ukitafsiri ukiangalia maana ya zawaji, ndoa kisheria ni aqd, ni mafungamano ya kisheria
yanaofungishwa baina ya watu wawili chini ya kawanini na masharti yaliyowekwa na Uislamu. Kupatikaniwa mahari, mashahidi wawili, walii, pamoja na maridhiano baina ya mke na mume. Sasa hii ni tafsiri tu ya ile maana ya ndoa, lakini tukenda deep zaidi tutafsiri hiyo Kiswahili maana ya kuoana, ya kuingiliana. Ni kwamba wale watu wawili waweze kushikana, waweze kuingiliana mpaka wawe wafanana. Ni kwa sababu yani, nitakupa mfano mdogo tu bwana Hatibu. Naam. Ni kama mfano wa viatu. Viatu viwili huwa ni pea moja, lakini ukivaa kimoja cha mkono wa kushoto, ukivaa kiatu cha mkono wa kushoto bila ya kuvaa au vyote au miguu yote miwili uvae kiatu cha kushoto, tutakwambia pale hatuwezi kukuacha. Tutakwambia bwana, hivyo viatu vyako havikuoana kwa Kiswahili. Yani havikuchukuana. Ili vichukuane ni paka uvae kimoja cha mkono wa kulia na kimoja cha mkono wa kushoto. Sasa wawili wameoana, kwa lugha nyingine ni kwamba wameelewana, wamechukuana, ndipo wakaingiliana. Nafikiri tumefahamiana paka. Naam. Bila ya kupatikana hilo, ni lazima hapo kutakuwa kidogo kuna utofauti. Na haijalishi, inawezekana mwanzo watu kuoana kukawa wanaishi katika ile fatra, tunasema kile kipindi cha kujuana tabia, na pale huwa kuna msuko mkubwa sana. Na ndipo tukasema tukiweka mafunzo kabla ya ndoa, wanandoa wakaelewa, basi wanaweza kuipa nafasi ndoa yao kutoka mwaka mpaka miaka 4, hata kama hawaelewani, wakajua kwamba tupo katika stage au fatra ya kwamba sisi tuzoeana tabia. Na kipindi hicho ndipo utaona mara nyingi aidha wataendelea kuishi ama wataachana, kwa sababu kipindi cha kuanzia mwaka mpaka 2 mpaka 3 mpaka 4 ni kipindi cha watu kuzoeana tabia. Ni mfano wa jahazi linapoanza safari yake kwenye ufuo wa bahari. Mwanzo utaona kuna mawimbi, lakini chombo kikishapanda kwenye bahari kile mpaka kifike katikati ya bahari hutulia. Sasa na wana ndoa ikiwa walielewa ama walisoma wakafahamu hivyo, basi ile misukosuko inayopatikaniwa mwanzo wa ndoa wataelewa kwamba ndio tabia ya wawili waliooana mwanzo lazima wawe hivi. Kila mmoja anavuta upande wake, kitu kidogo mnakogombana, huyu akizungumza hivi, huyu ameelewa vingine, yani misunderstanding. Huyu anaona hii ni 6 kwa sababu amekaa huku, mwingine anaona ni 9 kwa sababu amekaa upande wa pili, na kumbe ni mambo madogo. Sasa hayo mara nyingi, ikiwa watu hawajui ndoa ni nini, hawajui kuoana ni nini, mara nyingi mambo kama hayo yanapelekea watu kuachana au ndoa yao kuwa ikosekane furaha kwa vitu vidogo kama hivyo ambavyo wewe umevieleza. Kwa hivyo kitu cha msingi turudi pale kwamba ni lazima watu wasome ndoa ni nini. Sasa tukieleza ndoa kisheria au tukenda deep baada ya kueleza hayo, tutakwenda kwenye Qur'ani vile vile tuone kuwa ndoa ni baina ya watu wawili, yani wanadamu wawili. Ndoa ni baina ya wanadamu wawili, wala sio malaika. Ikiwa ni wanadamu wawili, ina maana wanaooana wote wana makosa, yani wote wameumba ni madhaifu. Mwanamume ana madhaifu yake na mwanamke ana madhaifu yake. Yani wewe unapoingia kwenye ndoa kama mwanamume, ujue unakwenda kumuoa ni binadamu. Wewe mwanamke unaolewa, ujue anayekuoa ni binadamu. Mkisha fahamu hilo, basi hili la watu kukosana halina budi, lazima litokee. Na ndio hapo huingia ule msemo kwa kasi na mtungi haziachi kudarana. Yani kwa wale ambao hawafahamu Kiswahili, mtungi ni ule huwekwa maji na kasi ni kile chombo cha kutotea yale maji. Sasa utatota vipi maji bila ya kile chombo kugusa ule mtungi? Maana yake ni kuwa hamwezi mkaishi pamoja kisha msikosane. Hasa kwa kuwa nyinyi mshafahamu kwamba ni wanadamu. Malaika hawana madhambi, hawafanyi madhambi, lakini sisi tumeumbwa hivyo. So watu wanapokaa pamoja ni lazima wajue kwamba sisi ni wanadamu na hatimaye hakuna kati yetu ambaye ni perfect. Lazima kutatokea kukosana, kutatokea suu tafahum, kila mmoja ataelewa kivyake. Allah subhanahu wa ta'ala asema kwenye Qur'ani, ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mwogopeni Mola wenu ambaye amewaumbeni nyinyi kutokana na nafsi moja.
amewaumbeni, yani amewaumba Mwenyezi Mungu kutokana na nafsi moja ambayo ni ya Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, kisha hiyo nafsi akaiumbia mkewe ambaye ni Hawa, na Hawa alitoka kwenye ubavu wa Adam. Tumefahamiana? Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya hii anatueleza kwamba binadamu wa kwanza ni Adam, na Adam alikuwa peponi, lakini pepo haikumshika. Pamoja na kuwa peponi kulikuwa hakuna kitu ambacho atakihitaji kikose, lakini kwa kuwa alikuwa peke yake, alikuwa akihisi upweke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumbia mkewe. Hivyo wanawachuoni wanasema mume anayeishi bila ya mke bado hajapata utulivu, na mke anayeishi bila ya mume bado hajapata utulivu. Wameumbwa na maumbile ya kila mmoja kumhitaji mwenzake, kumtuliza mwenzake, ili ahisi kuwa yeye sasa amekamilika. Bila ya hivyo anajihisi yeye ni punguani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani hivyo ndivyo alivyotueleza kwamba mwanamume anamhitaji mwenzake na mwanamke anamhitaji mwenzake. Kisha ukirudi kwenye Qur'ani vile vile Mwenyezi Mungu utaona atueleza ndoa kisampuli nyingine. Yani uzuri wa ndoa ni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kachagua ndoa kuifanya ni moja katika alama zake. Sisi tumebezi zaidi kujua alama za Mwenyezi Mungu kwenye viumbe vya Mungu, kama vile mbingu, kama vile ardhi, majabali, kama vile bahari, kama vile majabali. Lakini kumbe na ndoa pia ni miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema wa min ayatihi, na ni katika alama zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kule kuwaumbieni nyinyi wanaume wanawake, litaskunu ilaiha, ili mupate utulivu kwenye hiyo ndoa, huko kushikana kwa pamoja na kuwa mke na mume, ili mupate utulivu. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, kisha Mwenyezi Mungu akajalia kwenye huko kuoana kwenu mapenzi na rahma. Wanasema hii ni misingi miwili ambayo inashikilia ndoa: mapenzi na rahma, na kuhurumiana, na huruma, na ni vitu vinakwenda sambamba. Mimi maoni yangu ni tofauti na wale wanaosema kwanza yanakuwa ni mapenzi, kisha mapenzi yanaisha, kisha yanabaki ni kuhurumiana. Mimi siamini hivyo. Kwa sababu ile kumhurumia mkeo yaletwa na mapenzi. Ingekuwa ina maana kuwa kama huna mapenzi huruma haiji. Yani inaweza kuja sangine inaweza kumhurumia mtu hata humpendi kiubinadamu, lakini baina ya mke na mume hivi viwili haviachani. Wewe unapomtamania mkeo chochote unachokiona ukatamani kumnunulia ni mapenzi. Mke wangu ana njaa nataka ale, umemhurumia. Mke wangu ni mgonjwa nataka nimpeleke hospitali, umemhurumia. Naam. Yote inaletwa na kwamba umempenda. Sasa haiwezi kuwa ati kuna wakati mapenzi huisha hubaki huruma. Mapenzi hayaishi. Mwanzo mapenzi hayana mwisho. Mapenzi hayana mwisho? Hayana mwisho. Miaka 80 mkurugenzi wangu ananiangalia hapa. Utampenda mpaka utaondoka. Mapenzi ya kweli hayana mwisho. Hata ukijilazimisha utake kusema yameisha, lakini ndani nafsi inakusuta. Kile ukimkumbuka roho inakupasuka. Kwa sababu akwambia ngoja Sheikh, twende polepole. Anasema ndani ya nafsi roho inanisuta, na kila nikikukumbuka roho inanipasuka. Shikililia hapo hapo, tuendelee Sheikh. Naam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho, mimi nitakuangalia mwisho wa aya. Naam. Aliposema wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, alijalia baina yenu mapenzi na rahma. Kisha mwisho akasema inna fi dhalika la ayat, katika hilo sasa. Hiyo alama ya Mwenyezi Mungu, na huko kuwaumbieni nyinyi wanawake ili mpate utulivu, akajalia rahma, akajalia mapenzi. Kwenye hilo Mwenyezi Mungu asema la ayat, hapo ndo utaona alama nyingi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini liqaumin yatafakkarun, kwa watu wenye kukaa na kufikiria. Sasa tufikirie nini hapa? Kitu gani kinachotakiwa tufikirie hapa? Nataka tu kukuuliza Bwana Hatibu. Naam Sheikh. Watu wawili ambao wameoana, mapenzi yao kwenye hiyo ndoa, yani alama ya kupendana kwao ni makonde ya usiku na ngumi za mchana? Hapana Sheikh. Ngoja nakueleza. Lakini ikiwa hayo ndio tunaoyaona, matusi, ngumi, makonde, ni watu wawili wameoana hao. Hivi nikuulize, kweli
ndio Mungu aliyokusudia aliposema katika hiyo kuna alama ya Mungu. Yani alama ya Mungu kwenye ndoa ni ndoa hiyo. Baada Mungu kusema amejalia baina yenu mapenzi na rahma. Hapana Sheikh. Haiwezi kuwa ni hivyo. Bila shaka ni ile ndoa ambayo imebaki vile vile Mwenyezi Mungu alivyoikusudia. Litaskunu ilaiha. Yani utulivu, furaha, rahma, mapenzi. Sasa inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaru. Vile vile tukizungumzia ndoa ni nini, tupata tukipanua zaidi kuieleza ndoa ni nini, tutaona kwamba ndoa ni nusu ya dini. Tumeelewana? Ndoa ni nusu ya dini. Yani subhanallah, sijui hapa tuelewe. Yani ndoa ni nusu ya dini. Kisha kuna wanandoa hawaswali. Kuna wanandoa huketi usiku mpaka asubuhi wakawa walewa, au wakatafuna mirungi mpaka asubuhi. Au kuna wanandoa hawafungi, au kuna wanandoa hawatekelezi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii nusu ya dini maana yake ni nini? Maana yake haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kueleza ndoa kwamba ndoa ni nusu ya dini. Kumbe ndoa inachukua nafasi kubwa kuirekebisha jamii hata kwenye dini. Kwamba huyu kijana na huyu msichana katika maumbile walioumbwa na Mungu, kinachowasumbua zaidi ni pale mmoja anapokosa kuwa na mwenzake. Anakuwa na hamu ile inampelekea kufanya vitu vingi ambavyo labda havitakiwi na dini. Na ndio utaona hata kukatokea mathalan kuzini msichana au kuzini barobaro ambaye hajaoa au msichana ambaye hajaolewa, adhabu yao ni mboko 80. Yani hukumu yao ni mboko 80. Lakini wale waliooa, mwanamume ambaye alikuwa ashaoa, mwanamke ambaye alikuwa ashaolewa, huwa anaitwa azani almuhsan. Huyu hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka kufa. Mbona huyu ni mawe mpaka kufa? Mbona huyu mboko 80 lakini asiuawe? Mwenyezi Mungu amemhurumia huyu barobaro kwa sababu lile la kutamani ni maumbile wako nayo. Tumeelewana paka? Naam. Sasa kwa kuwa Mwenyezi Mungu amemjalia mmoja wao wakaoa ama akaolewa, basi nusu ya dini ishahifadhi. Sasa na muogope Mungu wake katika nusu iliyobaki. Kwa maana hii ilikuwa tunataka tuone zile nyumba zote za ndoa za wanandoa, yani amri za Mwenyezi Mungu zimepelekwa mbele. Nyumba ile imeimarishwa na dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewekwa mbele katika maisha yao. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ile ndoa tayari yenyewe imeshachukua nafasi nusu kabisa ya dini ya wale watu wawili. Lakini leo bilaks, yani watu wanaoana na utapata wao ndio wako mbali na dini, kama kwamba ile ndoa yenyewe haikuwa saidia. Hayo yote tutakuja kueleza labda sababu ya hayo yote ni kitu gani, labda kwenye vipindi vitakavyokuja baadaye. Vile vile ndoa tukizungumzia vile vile ndoa ni nini? Tunaona ndoa ni kinga na ni ifa ya kukuzuia wewe usifanye haramu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, yeye ndiye alituumba sisi. Alituumba kwa namna anayotaka yeye jalla jalaluhu. Walladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yeye amekuumba. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Hivi Mungu asijue alichokiumba? Naye Mwenyezi Mungu ndiye mwingi wa sikitiko, mwenye habari zote. Kwa hivyo ikiwa yeye alituumba, haiwezekani kwa Mungu atuumbe kwa namna fulani, atupe hamu fulani, kisha hamu ile tukiitekeleza atupe dhambi juu yake. Haiwezekani. Nataka niwapigie mifano. Naam. Mwenyezi Mungu ametuumba na gharaiz mbalimbali. Nikisema gharaiz, ametuumba na feeling mbalimbali. Ukisikia kiu wewe wahitaji kufanya nini? Kukata kiu na maji, pengine sharbeti, maji unywe, utulie. Ukisikia njaa wanda kutafuta chakula. Sasa katika ukisikia joto watafuta baridi. Ukisikia baridi watafuta joto. Katika maumbile aliyotuumba nao Mwenyezi Mungu kuna ghariza, kuna hizi hisia za kwamba ikiwa wewe ni mwanamume huwa umeumbwa na hisia ya kumtaka mwenzako. Kama alivyopata tabu Adam kule peponi mpaka akaombewa mkewe. Na mwanamke naye ana hisia za kuwa anahitaji mwenzake. Tumeelewana? Naam. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuharamishia zinaa, akatuhalalishia ndoa. Ndio mwanadamu asende akazini kisha akataka kubariri kwamba
Nimezini kwa sababu mimi nimepewa hisia, lazima niwe na mwenzangu. Ndiyo, hakuna makosa, lakini oa. Yani huyo mwenzako mpate kwa kutumia hii sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuoa ni moja ya sababu za kukupa wewe utulivu kwa kuweza kutekeleza na kumaliza zile shahawa zako na ile hamu ulionayo kwa njia ya halali. Kwa maana nyingine, yatakiwa anayeoa asizini. Yani ndoa iwe ni sababu moja katika mujtama ya kupunguza uzinzi na uzinifu. Sio kama wanipata? Na kupata vizuri sana Sheikh. Okay. Ikiwa watu wataoa na bado uzinifu uwe upo. Tena huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameambia wanaume waoe, wajihifadhi. Na kwa kuwa mwanamume ameumbwa na hisia nyingi, aoe wawili, aoe watatu, aoe wanne. Wahi kupatikane uzinifu kisha? Sio kama wanifahamu? Naam. Kwa nini Mungu atake wanawake waolewe kwa wingi, wastiriwe, kisha iwe jamii ile bado kuna uchafu unaendelea? Sasa yakitokea yote hayo, tutakuja kujiuliza maswali. Nini kimekosekaniwa? Ni yapi yanayosababisha hayo? Kwamba watu wanaoa lakini hakuna utulivu kwenye ndoa. Watu wanaoa lakini dini haihifadhiwi. Watu wanaoa, uzinifu bado unaendelea. Tutatafuta sababu nini? Lakini haya yote niliyoeleza, hii ndiyo ndoa. Kwa hiyo ni kisamari kutoka mwanzo. Nitakwambia ndoa ndio ile furaha aliyozungumza Mwenyezi Mungu kwenye maisha baina ya mke na mume na hatimaye kwenye mujtama. Ndoa ni nusu ya dini ambayo itafanya jamii ishike dini zaidi. Ndoa ni furaha ya kumfanya mwanadamu Muislamu asende katika uchafu. Hatimaye twapunguza uzinifu na kuondosha maradhi katika mujtama. Tumeelewana? Naam. Ndoa ni sababu moja ya kuleta kizazi katika ulimwengu, lakini hayo tutakuja kuzungumza kwenye malengo yake. Nafikiri nimekueleza ndoa ni nini kwa mapana na kwa marefu, na hata tukitaka tuendelee tutaweza kuendelea, lakini kwa sababu kipindi huwa kina wakati maalum, wacha tusonge mbele, tuangalie kuna yapi mengine tuweze kuyazungumza. Asante sana Sheikh Yusuf Abdi, mmoja katika wataalamu bora zaidi katika kaunti ya Mombasa kuhusiana na mtihani huu mzito ambao haswa vijana wa karne 21 ama wenyewe wanakuambia watoto wa mwaka 2000 ama watoto wa 2000 huwa wanaupitia. Kwani siku hizi, zamani tulikuwa tukiona wazazi wetu, wavele wetu wakiachana, tena basi pengine huenda wakaachana kwa wema, kwani wakisaidiana hadi katika kulea. Siku hizi tunaona ndoa inafungwa alfajiri, ikifika magharibi mtu anaweka kitu kinaitwa divorce party. Lakini kaa mkao wa kula, kaa mkao wa ange zaidi ukiwa nami katika ngalawa hii ya mapenzi, katika kuelimishana, kujuzana mengi zaidi kuhusiana na ndoa. Wacha tuchukue mapumziko mafupi, tutakaporudi katika awamu ya pili na swali moja zito katika kuelimishana tukiwa naye na Sheikh Yusuf Abdi. Alafu pia nikufungulie simu zangu hapa, kwa sababu message zenu naziona ni nyingi sana, zinaendelea kumiminika katika chumba chetu cha matangazo hapa. Asante sana, endelea kuwa nasi. Hii ni Furaha ya Ndoa ndani ya Al-Hajar TV. Habari tulo waletea, ni njema habari tulo waletea, kipindi kizuri furaha ya ndoa, mka tayari kukihongojea, TV ya Al-Hajar itaangazia. Kitawajia kila Jumamosi saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. Asante sana mwelekezi wangu wa kipindi cha Furaha ya Ndoa, na karibu tena mtazamaji wangu wa Al-Hajar TV. Furaha ya Ndoa, kama ndio mwanzo unafungua runinga yako, mkoko ndio na mwanzo unaalika maua katika kile kipindi ukipendacho cha Furaha ya Ndoa, tukiwa na mtaalamu wa masuala ya ndoa Sheikh Yusuf
Abdi, kipindi hiki kimedhaminiwa na Al-Hajar Travel Agency pamoja na ofisi ya Sheikh Yusuf Counseling katika maeneo yale ya kuelekea feri kule. Katika awamu ya kwanza tumegusia na kufahamu malengo haswa ya furaha ya ndoa, vile vile Sheikh akachambua kwa ufasaha zaidi maana halisi ya ndoa. Lakini Sheikh, katika maana hii ya ndoa umegusia misingi miwili, mawaddat wa rahma, mapenzi na huruma. Hivi Sheikh, kuna mapenzi kabla ya ndoa? Tayeb, hili swali kidogo ni swali tata, na utaona hata baadhi ya wasomi wetu wametofautiana. Mara nyingi hili ndilo ambalo limezoeleka na lazungumzwa na wengi kwamba hakuna mapenzi kabla ya ndoa. Hakuna mapenzi kabla ya ndoa. Mapenzi yanakuja baada ya watu kuoana, na kwamba hiyo ndio sawa, na kwamba hiyo ndio sheria na ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka. Lakini kiuhalisia sivyo. Kiuhalisia sivyo kabisa, kwa sababu kuoana na kupendana ni vitu tofauti. Unaweza ukampenda mtu na usimuoe. Unaweza kumpenda mtu lakini usimuoe. Je, ikiwa wamependana wote wawili? Wajua mapenzi si kitu ambacho mwanadamu ana khiari nacho. Mapenzi ni maamuzi ya Mungu Azza wa Jalla, qadar. Yani Mungu anakujalia, unamuona mtu unampenda, kama inavyosema, yani kumuona mtu kwa mara ya kwanza na ukampenda. Nakwambia love at first sight. Hiyo ni kazi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi vipi Mungu anilaumu? Yani anilaumu kwa lipi? Kwa kupenda na wakati si khiari yangu mimi. Umefahamu? Sasa kosa liko wapi au haramu kwa wapi? Uharamu unakuja pale unapopendana kukapatikaniwa ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Naam. Mkao mwaketi faragha, mkao mazungumza maneno ya kuhusu mapenzi, mkao labda mwashikana, mkao, lakini mapenzi khalis just kwa wewe wampenda yule muona mwanamke, either umpate baadaye umuoe au usimuoe, umwambie ama usimwambie, hakuna makosa yote. Bal hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema lam yura lilmutahabbain ghaira zawaj, halijaonekaniwa jambo bora kwa wapendanao kama kuoana. Mtume anasema halijaonekaniwa, yani hakuna jambo bora kati ya wawili wanaopendana kama la kuoana. Kwa hiyo ina maana yapo mapenzi kabla. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeka kuwa ni mashruu, wewe ukitaka kuoa uende ukamuone unayetaka kumuoa. Lengo ni nini? Ni kuwa katika kumuona kwako unaweza ukavutiwa na kile unachopenda au kinachopenda moyo wako, ile kumuona na ikiwa umemuona kwa mfano hukupendezwa, huna makosa kisheria ukisema mimi sijapendezwa na yeye. Basi lakini mbona basi amemuona? Ni dini imetaka hivyo. Wale ule mwanamke hafai kuona vibaya kuwa ameonekaniwa kisha baada dhalika hakuolewa, kwa sababu hii ni ya wote wawili, kwa mwanamume na kwa mwanamke. Kwa hivyo yapo mapenzi ambayo ni kabla ya ndoa. Wala hakuna makosa mtu kumpenda mtu kabla ya ndoa. Makosa ni pale mtakapopendana kisha yakapatikana yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha. Nafikiri nimeeleza vizuri. Naam Sheikh. Mtazamaji, utaniruhusu tumalizane na Sheikh na hili swali moja, alafu nikufungulie simu hapa, kwa sababu najua una maswali mengi, una mengi ambayo unatamani sana kuyafahamu. Sheikh, tushajua mzizi katika shina letu ama katika mti wetu huu wa ndoa, lakini pengine Sheikh, siku zote katika safari huwa kuna njia ambazo mtu anakuambia usipofuata njia hizi basi hazikufikishe katika nchi ya ahadi. Pengine hizi njia ambazo unaziona tunastahili haswa kwa wale wanaofikiria, wanaotamani kama unavyotuambia kuwa waingie katika ndoa, ni zipi haswa wazifuate? Kwa sababu ukiangalia nikiangalia nyuma ya kamera hapa wanaoendesha kipindi hiki Shekhe, wapo mabachela ambao pengine wana hamu ya kuingia katika ndoa. Shekhe, ni njia zipi ambazo wanastahili kuzifuata ili ndoa zao ziwe na furaha? Kuoa ni stage moja ambayo kila mwanadamu anaisubiri. Kuna wale ambao qadar, yani Mwenyezi Mungu hawakujalia wao kuwa ni wenye kuoa au kuolewa. Ndio wale mabarobaro wanaokufa kwa sikia mtu amefariki hakuoa, ama yule mwanamke ambaye amefariki hakuolewa. Lakini
kawaida hiyo ni stage. Kwa kila aliyejaliwa kuoa ni marhala, ni stage ataipitia. Naam. Baada ya kuzaliwa, ile stage ya mtoto kucheza hufuatia stage ya mtoto kusoma. Lakini ukitaka kusoma huwa kuna maandalizi. Nyumbani huandaliwa. Kweli. Ukatayarishwa, ukatafutiwa shule nzuri. Labda pia pale nyumbani kama wale mamama ni walezi bora, huwa kuna mambo fulani wamekufundisha. Ukienda shule tayari unajua una msingi. Na ndio wanasema kuwa mama ndiye madrasa ya kwanza. Ya kwanza. Kwa hivyo mama huwa amekutayarisha ili uingie kwenye stage ya pili ambayo ni stage ya taalim, education. Alafu baada ya stage ya pili sasa ya kusoma, ukimaliza kusoma huwa wataka kufanya kazi. Ukitaka kwenda stage ya kufanya kazi, ile stage ya taalim ilikuwa ndio maandalizi yako. Kwa sababu huwezi ukaandikwa kazi kama huna elimu. Kweli? Wataka kuwa engineer, sio? Ukaenda ukapeleka, watakuuliza ulisoma wapi? Experience yako. Tupe certificate yako. Tuangalie una experience ya muda gani. Hatuwezi kukufanya wewe engineer tukupe nyumba utuchoree miaka 2 jumba lianguka uende ukaue watu wa watu. Tumeelewana? Kwa hivyo ile stage ya pili ya education ni maandalizi ya wewe kwenda stage ya 3. Alafu kutoka stage ya 3 sasa ushafanya kazi, ushapata pesa, watakwenda kwenye stage ya ndoa, ya maisha mengine. Watoka kwenye stage ya ubarobaro waingia kwenye stage nyingine. Je, maandalizi yake yako wapi? Hapo ndo kuna matatizo. Tumeona mashirika yote yanachunga mashirika yao, kwa sababu shirika la kibiashara mathalan anachunga rasilimali yake asipate hasara. Hawezi kumweka manager yoyote pale ila baada ya kumkagua kuwa ni msomi na ana experience na ana shahada ili afanye kazi yake. Ndoa ambayo ndio usra, ndio msingi wa jamii. Maana wewe ukisikia jamii imeinuka ama jamii imeporomoka, ni zile nyumba, ni zile usar, families zile ndio jamii. Lakini la kustajabisha ni kwamba ndoa zetu hazina maandalizi. Yani hakuna shule. Yani kwa njia yoyote, aidha ni nyumbani au ni shule au ni watu huenda tu wanabebwa na zile shahawat, wanabebwa na ile hamu. Mtu anakwenda natafuta mwanamke, just mwanamke kwa vigezo gani? Anaangalia mimi nataka mwanamke mrefu, nywele singa, mwembamba, mnene hivyo, yani hivyo. Anaingia lakini hawajui wenda wapi. Hawajui kitu gani kinawasubiri. Ndio wale walio tazama tu scenario zilizoandikwa na wanadamu, akaona kwamba hii ndio ndoa. Wacha mimi nitafute mwenzangu tupate kukaa, kula, kubusiana, kutembea, kwenda out, sio kufanya vitu kama hivyo. Lakini akienda kwenye ile ndoa yenyewe apata uhalisia ni tofauti na vile alivyokuwa akifikiria. Kumbe sababu yote yeye hakuwa na maandalizi. Nitakupa mfano mwingine mzuri. Naam. Sasa hivi ikiwa mimi na wewe sasa tutataka kwenda zetu Malindi. Nimepiga huu mfano mimi leo kwenye TikTok. Wewe ukapewa gari na mimi nikapewa gari. Lakini mimi Malindi ni kwetu, nishakwenda zaidi ya mara 100. Wewe umekuja kutoka zako Nairobi, hujui Malindi wala hujui barabara Malindi. Lakini tumeambiwa hii ndio barabara, nendeni. Mimi na wewe atakayefika haraka, kwa salama, kwa amani, bila uchofu ni nani? Mimi najua kilomita zake. Mimi najua baada ya Mtwapa kuna majengo, baada ya majengo kuna Shariani, baada ya Shariani kuna vipingo, baada ya vipingo najua mpaka bumps ni ngapi, najua yani hapa kuna kona, najua sasa nikitaka kuingia Malindi kwanza nitafika. Umenifahamu vizuri? Nakufahamu vizuri sana. Wewe hujui, wenda tu hujui kuna bumps. Mimi na wewe atakayefika haraka kwanza na kwa usalama na kwa kuwa nimefika bila kuwa na uchofu wowote ni nani? Wewe kwa kawaida shekhe, wewe ndo utakofika wa kwanza kwa uharaka bila uchovu. Kwa sababu mimi najua kule ninapokwenda. Mimi naiona safari mbali sana. Sasa hivyo ndio mfano wa watu wawili walioingia kwenye ndoa. Kuna yule ambaye alikwenda kwenye ofisi. Akasema mimi nataka kuoa, nifundisheni. Akafundishwa ndoa ni nini, akafundishwa mwanamke ni nani, akafundishwa mwanamke ataka nini, mwanamke akafundishwa mume ni nani, mume ataka nini. Mkiteleza kidogo kusuka utafahamu ikitokea baina yenu mtafanya nini. Mwataka kuachana pia mtaachana vipi. Ukasoma vizuri kabisa. Huwezi kuwa sawa na yule aliyekwenda tu kuposa eti na yeye yuko tayari kuoa kwa kuwa ana pesa, ana nyumba, labda ana gari, ana nini.
harusi kubwa hufanywa leo, kisha baada muda mchache kama unavyosema zikaporomoka zile ndoa. Maneno yako ni kweli kwamba ndoa zinazovunjika ni nyingi kuliko zinazofungwa. Na tena wacha nikwambie basi, hatuzioni kwa sababu ndoa hufanywa hadharani msikitini na watu na furaha na hizi talaka leo zingekuwa nazo hualikwa na kuna halua, nafikiri kila siku tungekuwa sisi huvaa kanzu tukaenda kwenye talaka msikitini. Sheikh wasema tuweke lau talaka zingekuwa ni kama ndoa, tualikwa tuapewa na kadi, nafikiri tungekula biriani kila siku, labda na halua hizo kila siku, kwa sababu ni nyingi mno. Na ukitaka kujua ni nyingi, si masala kwa tofarisha. Nenda kwa ofisi ya kadhi, uliza idadi ya talaka kwa mwaka na idadi ya ndoa, utakwenda kupewa jawabu. Na ya kusikitisha zaidi, ofisi yangu ni ndogo ambao haina nafasi ya kuachisha. Lakini kesi nyingi zinazokuja si za upendo, ni za kuru na utukivu. Kesi nyingi zinazokuja ni malalamiko. Kesi nyingi nataka kuachwa. Nimechoka. Yani kesi nyingi utaona ni matatizo. Hii ni ishara wazi kwamba hii jamii yetu hatuna maandalizi sisi tunapotaka kuoa. Wallahi kama ni mimi labda nina nafasi ya ukadhi mathalan, mimi ningeweka hata ni sheria, wala hakuna makosa kadhi wa mji kubuni jambo la maslaha ya jamii, kwamba sasa ikiwa tumeweka hilila kwamba anayetaka kuoa alete cheti cha kwamba yeye hana ukimwi mathalan au amepima. Naam. Mimi ningeweka kuwa ni lazima mtu awe na cheti cha kuwa amehudhuria walau sesheni 4 za kuhusu ndoa na ana shahada. Tena shahada ina muhuri wa chief qadhi. Huyo ndo apewe mwanamke. Hiyo tungeweza kuwafanya watu sasa wafahamu kwamba hili jambo kumbe kweli ni muhimu. Na hilo tungeweza kupunguza idadi kubwa ya talaka. Lakini angalia la kusikitisha bwana Hatibu. Naam. Utapata tupo tayari sisi kugharamikia ile ndoa kwa pesa zote. Wewe ukitaka mke utaambiwa utoe mahari toba. Kwa uchache waenda kumuoa binti, mahari ni ngapi? Kisia tu kwa uchache. 300,000 Sheikh. Mathalan 300,000. Haya, sijakwambia ile kifungua mlango, maana siku hizi ukienda huambiwa kuna ile kifungua mlango tu kidogo. Naam Sheikh. Alafu kuna limatul arus, wataka kulisha watu kama mfano watu 600 700. Utazitoa tena hapo kama 250,000 300,000. Hiyo ni chakula. Tena hiyo tutategemea Sheikh kama biriani peke yake. Lakini kama wenyewe ndugu zangu wa Tanzania wanaita bufa, lazima ujipange vizuri. Kuna ile holi ambayo utakodisha, utatoa labda zaidi ya 200,000 1,500,000 umekodisha holi. Yaani ukija ukijumlisha labda veli la ule mwanamke atakavaa peke yake 40,000 kukodisha peke yake au 50,000. Yaani wewe twende kuwa hukugharamika sana, 800,000 mpaka milioni utaiangusha. Kweli. Lakini washindwa kutoa 5,000 ama 10,000 kuwapeleka wale wanandoa kwenye ofisi ya mtaalamu wakafundishwe ndoa ni nini, wakati lile ni muhimu zaidi kuliko mengine yote. Lakini hatuko tayari. Leo tuko na watu mpaka leo wanasema hizi mashekhe wanaofungua ofisi watafuta pesa hawa. Yani leo wewe ukifanya kitu ukitia pesa ndani huwa kishatolewa kwenye dini. Chaonekana ncha watu kujinufaisha. Yani wewe ili upate pesa, yani usitaje Mungu, yani ukijulikaniwa ni mtaalamu wa suti labda waitwa wakili ufungue ofisi kama hiyo, watu watakuja na watalipa. Lakini ukijiita shekhe, wakisha kujua ni shekhe, baada shekhe ni Qur'ani atoka nani kwa Mungu bure. Yani hivyo yani. Kwa hivyo kila anasema tuende tufanye nini kule bure? Mbona wameweka pesa? Wameweka kima kingi. Na mimi naona shekhe ni bora kuweke kima, kwa sababu jambo lenyewe si jambo dogo. Kweli kabisa Sheikh. Na nani alisema kwamba dini ni bure? Yani hii pepo nyinyi mtaka kuingia peponi bure tu. Sasa angalia namna gani tunavyothamini pesa, yani tumekuwa tuko tayari sisi kutoa pesa zetu kokote kwingine. Almuhimu harusi iwe pesa, ice cream, vyakula, biriani, manini, lakini washindwa kutoa 10,000 ama 5,000 kwenda kumfundisha yule mtoto ndoa ni nini. Kwa hivyo bwana Hatibu, huu ni mukaddima tu. Sija kueleza ni nini na nini na nini, lakini nimekueleza tu kwa ujumla kwamba hatuna maandalizi. Ni lazima kama vile nilivyoanza, kila marhala huwa yajiandaa kwa stage inayokuja. Mtoto mdogo anaandaliwa shule. Anaposoma shule anaandaliwa kazi. Anaposoma kazi basi na kuoa nao aandaliwe.
kuingia katika ndoa. Kuingia katika ndoa. Sheikh, niruhusu tufungue simu zetu kutokana na muda hauturuhusu. Tumesalia kama na dakika 25-30 hivi kwa ajili ya kipindi chetu cha kwanza kukimaliza leo, kufunganya hapa. Utaniruhusu Sheikh tuchanganye simu pamoja ya kuendelea mawili matatu kuhusiana na mazima ya yale ulichotuandalia katika yale maandalizi ya safari hii ya ndoa. Mtazamaji wangu mpendwa, popote unaponitegea, ikiwa ni kupitia www.alhajar.tv ama kupitia app yetu ambao unaweza kuidownload pale katika App Store ama Play Store, na ukatutazama mubashara popote ulipo kupitia simu yako ya mkononi kupitia Alhajar app, popote ulipo duniani, moja kwa moja katika kipindi hiki cha furaha ya ndoa. Ama kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa sasa mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile YouTube, fursa adhim, fursa maridhawa hii hapa kupitia 0722600333, kwa lugha ya kimombo inasema ni 0722600333, ndio namba yetu ya moja kwa moja hewani. Lakini namba hiyo pia unaweza kupiga ama kutuma ujumbe wako mfupi kupitia mtandao wa WhatsApp. Una swali ama unapongeza kipindi hiki, basi fursa yako adhima hii hapa. Pengine Sheikh, ukiniruhusu kupitia baadhi ya jumbe kadhaa hapa ambazo nimeziona. Sharifa Amur, Salim Matari, Hemed Hamdan, asanteni sana nyote na waona. Nadia anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, kipindi kizuri. Haya, wacha tuanze na huyu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza nimepiga kupongeza kipindi. asante. Kisha mimi ni mmoja wa wale ambao kwa sasa natafuta mke. Mashallah. Simu ya kwanza katika kipindi cha kwanza bachelor. Amesema kuwa kuna vigezo kwa wanawake tuangalie wakati tunataka kuwaoa. Naam. Pengine Sheikh anisaidie kunieleza hivyo vigezo ni vigezo gani? Haya, anataka kujua vigezo vitakavyomsaidia kupata yule mke bora. Haya, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee wangu, haya, Ahmed Sheikh kutoka maeneo ya Old Town. Mwanzo ningependa kumpongeza sana Sheikh letu Sheikh Yusuf Abdi. Naam. Barakallahu fik. Mungu amjalie kheri kwa kipindi cha leo, kipindi maridhia, kipindi kizuri, kipindi chenye maana, kipindi chenye mwelekeo inshallah. Amin ya Rabbi, shukran. Pongeza sana. Barakallahu fik. Sheikh Yusuf, Mungu amhifadhi, Mungu amjalie kheri. Amin. Mungu ampe matlaba yake inshallah. Amin. Maneno yake mazuri na vipindi vyake huwa ni vizuri. Amin. Mimi ni katika maoni yake yote na mawaidha yake yote aliyotupa. Ili mawaidha kusema kwamba kuandalia wale wanandoa, kuandaa kabla kuana, hiyo ndio pointi kubwa muhimu ambayo kwamba yataka tuzingatie sana. Asante. Kwa sababu kuna nchi za Kiislamu kama Indonesia na Malaysia, bwana harusi na bibi harusi wakitakuana mpaka waoneshe certificate ya code, ile marriage code. Na ile certificate iko authorized by the government, by makazi na vitengo vya sheria vya serikali ya Waislamu. Naam. Sasa hapa kwetu sisi shida yetu kubwa, hatuna maandalizi. Ndio tunakuta kama Sheikh Yusuf anavyosema kwamba matatizo ni mengi kuliko mwelekeo. Watu toana kiolela hivyo maharusi makubwa, alafu baada ya wiki mbili, mwezi watu wanachana. Kwa hivyo Sheikh Yusuf, sisi tukuomba kama wazazi ulitilie mkazo jambo hilo pamoja na mashehe wenzako. Iwe lazima wale wanandoa mwanzo wataelimishwa kuhusu malengo ya ndoa, wajue sharia za ndoa, namna bwana harusi na bibi harusi kuishi pamoja wakiwa kwenye swala zima la ndoa. Asante. Wabillahi tawfik. Sheikh Yusuf, Mungu akujalie kheri. Shukran, jazakumullah khair mzee wangu Ahmed Sheikh kutoka maeneo ya Old Town. Sheikh, katika mtandao wa kijamii Nadia anauliza, Sheikh, umetueleza mengi lakini mbona wengi wanaachana baada ya miaka, pengine wana watoto wakubwa, hapa huwa tatizo nini? Haya, tumetaka kuna kijana barobaro anataka kujua zile sifa za kumpata huyu mke bora. Mzee Ahmed Sheikh akituambia naye kuna umuhimu
kutilia mkazo lile ulolisema la kuwa kuwe na cheti kwa wanandoa kupata mafunzo. Na dada yetu Nadia naye akauliza kwa nini watu wanaachana baada ya muda mrefu, tena pengine huenda wakawa wana watoto wakubwa. Shekhe, matatu kwa wakati mmoja. Tuanze na la Nadia ambaye ameuliza kwa social media. Mwanadamu haishi kubadilika. Hakuna ajabu kuwa watu wameishi pamoja miaka 20, 21 na hata 30 na wameshazaa watoto kisha wakaachana, ukatokea suu tafahum. Ni kwa sababu mwanadamu haishi kwenye hali moja. Mwanadamu hubadilika, na inawezekana kuwa labda zipo sababu. Sababu moja labda yule mume alioa. Tubakie kwa hiyo sababu ya kwanza. Shekhe, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waongea na Omar kutoka Migadini. Naam, Omar kutoka maeneo Migadini. Na mimi nilikuwa na swala. Sasa swala langu ni hivi. Naam, Omar. Imetokea baina mke na mume kuatana, akapeana talaka 3 ikapita. Ikafika sasa mume anataka kujua majukumu yake kuhusu watoto. Alafu mwanamke akatamkia mume kuwa hawa watoto si wako, si damu yenu, wala hahusiki katika hizo hawa watoto watatu wote. Sheria inasemaje? Mume achukue majukumu gani? Hawa afanye nini? Hawa apate sheria gani? Haya, asante sana ndugu yangu Omar. Hutu kidogo tumweke pending kwa sababu ndio mwanzo mkoko na kama huwa Sheikh. Lakini tulitarajia maswali ya talaka na kuachana yatakuwa mengi kuliko maswali ya Sheikh mimi namuoa nani. Naam Sheikh. Tayeb, ilikuwa tueleza swali la Nadia. Ni kwamba mwanadamu aidha mume au mke katika maisha yake haishi kubadilika. Ndio pale tuambiwa mnapooana mathalan ombeni mwisho mwema. Yani ndio pale ukasikia Mwenyezi Mungu awahitimishe wa kheri. Yani muishi paka mmoja amzike mwenzake. Lakini haiwezi kuwa hakuna sababu. Sababu huwa zipo. Aidha sababu ni mume alianza kubadilika yeye, aidha sababu ni mke alibadilika, aidha sababu mume alioa mke mwingine, mke akashindwa kuvumilia, aidha sababu labda ni wale watoto walizaliwa baina yao kwa sababu walipokuwa pamoja labda waliishi hawana majukumu, lakini walivyozaliwa watoto mume ikathibitika kwamba yeye majukumu yake alibaki kwa mke peke yake, labda hajui kulea mathalan. Kwa hivyo kuna sababu nyingi zinaweza kufanya watu wakaachana. Kwa sababu mwanadamu hadumu katika hali moja, huwa ni mwenye kubadilika. Ama swali la ule kijana, kwa kweli ilikuwa ni mojawapo wa yale tulioyatayarisha kwamba katika maandalizi kuna kuchagua mwanamke. Je, huchaguliwa kwa vigezo gani? Sasa hili ilikuwa tulizungumze kwa marefu na mapana zaidi, lakini kwa kuwa yeye ametuuliza hivyo, mimi nitamueleza hadithi moja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwalimu wetu, maana katika manabii mtume wetu Muhammad alioa wake wengi. Kwa hivyo yeye aweza kuwa ni kielelezo kwetu, tofauti labda na Isa ambaye labda hakuoa. Tumeelewana? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake asema mwanamke anaweza kuolewa kawaida na sifa nyingi. Mwanamke anaweza kuolewa ikawa kigezo cha mtu kumuoa ni uzuri wake. Mwingine ikawa kigezo chake kumuoa ni mali yake. Wengine ni ukoo anayotoka, maana familia anayotoka. Wengine dini. Umeelewa? Sasa kuna watu katika kuieleza hii hadithi wanaona kama wewe ukioa mwanamke kigezo ikiwa ni pesa ama ni uzuri ni makosa. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaeleza kama habari kwamba hivi ndivyo kawaida ilivyo, kwamba mtu anaweza akamuoa mwanamke kwa kuangalia uzuri wake, mwingine akamuoa mwanamke amevutiwa na pesa, mwingine akamuoa mwanamke amevutiwa na kabila lake, na hivyo yani. Na kweli ndivyo ilivyo yani. Watu wako hivyo. Lakini yeye Mtume sallallahu akasema na mwingine anaweza naye akawa amevutiwa na dini. Je, chaguo la Mtume lilikuwa lipi kwenye yote haya? Akasema fadhfar bidhati din. La msingi hapa wewe ng'ang'ania kutafuta mwenye dini, taribat yadak. Mambo yako yatanyooka. Hii haimaanishi kwamba usitafute vile vitakavyokuvutia. Ukipata mwenye dini na akawa ana pesa na akawa ni mzuri na akawa toka familia mzuri, fabiha wa ni'ma, nurun ala nur kabisa. Lakini inaweza kuwa labda uzuri wake ni wa kawaida, si mzuri sana. Inaweza kuwa labda ni mzuri lakini ni mfupi. Inaweza kuwa labda hana mali yani, lakini asikose dini. Sasa nawe na yote ikiwa hana dini, si chaguo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kigezo cha kwanza hapa, mwanamke muangalie awe na dini. Akiwa na dini
ataweza kukusaidia katika maisha. Naam. Ijapo katika mazungumzo yetu inshallah katika kipindi kitakachokuja tutaeleza kwa mapana na marefu. Je, dini inamaanisha nini? Ni dini peke yake, ama kwa sababu wako wanaume wanaolalamika kwamba wameoa wanawake, dhahiri yake ni dini, ana swali, anavaa jilbab na anajistiri, lakini ameshindwa kuwa mke bora. Nini naye amekosa? Hali yani tukisema ana dini, yani hii dini ni nini? Yani inamalizikia tu kuwa mtu mwanamke ana swali au shakhsia tu yake peke yake au shakhsia yake. Lakini kuna mambo mengi ambayo naweza kusema tunafaa tuyaangalie kwa yule mwanamke ambaye anafaa kuwa mke na mshirika wako katika maisha. Na watatu nafikiri Mzee Ahmed, ilikuwa ni maoni kuwa Sheikh Yusuf Abdi mshirikiane na mashekhe wengine kulisisitiza zaidi hili la cheti. Hilo tayari mimi niko na ofisi na alhamdulillah nimeitangaza na naeleza kila siku. Ma'al asaf shadid, kama nilivyosema, tuagharamikia harusi kwa mapesa mengi, lakini hawaji watu kutaka kufundishwa ndoa. Wanaokuja ni kidogo sana kidogo sana. Na nafikiri sababu kubwa ni ile nadharia mbovu tulionayo kuwa kuna pesa. Huyu ni shekhe, ile ofisi ni ya shekhe, si mti ule. Mimi sikai kwenye mti pale. Naam. Ile ni ofisi, ni nyumba ya watu. Ile nyumba yataka kulipwa. Pale kuna sekretari yataka kulipwa. Pale kuna bili ya stima yataka kulipwa. Yani zile nyewe ni gharama. Ile ofisi yenyewe ukiingia ndani ni gharama ya mapesa mengi. Sasa wewe wataka kuja, badala ulipe ofisi ibaki, uwe ni mchango wako na wengine na wao waje, wewe waja kukasirika na kukunja uso, hatia umeambiwa utoe shilingi 1000 ama 2000. Yani sisi umma wetu sijui tunataka hii dini isonge mbele vipi. Sasa changamoto sasa, nataka kumwambia ndugu yangu Ahmed, changamoto haiko kuwa labda hakuna hayo maofisi. Yapo. Changamoto iko kuwa watu wanaona dini wapewe bure. Wewe ukifungua chuo fundisha Qur'ani bure, ukiweka pesa huna dini. Anatamaa. Wanasema mbona misikiti watu huenda wakaswali bure. Yani ile ni maslaha yako. Swala ni wajibu, Mungu amekulazimisha, wala si lazima msikitini. Swala za kuswali nyumbani, waweza kuswali kokote. Lakini watu wanapofungua ofisi ni usahali kwako. Imamu wa msikitini huwezi kwenda wewe mwanamke pale ndani anytime ukampata imamu umuulize mambo ya ndoa. Imefunguliwa ofisi kwa ajili yenu. Wapiga simu time fulani unaenda. Lakini la ajabu ni kwamba tabia za kwenda maofisini kwa mambo mengine yapo. Kweli. Watu waenda kwa psychology, kwenda nini, hulipa pesa. Sababu ni nini? Mbona pesa pale haoni uchungu zitoa? Sababu hii ni dunia. Kuna suti, kuna tai, unaona? Pengine shekhe uanze kuvaa suti, pengine huenda ikawa na mvuto zaidi katika ofisi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali zenu? Alhamdulillah, Hamid Hamdan kama sijakosea. Naam. Hamdan kwa napiga simu nikiwa hapa. Naam, ndugu yangu Hamid Hamdan, karibu katika furaha ya ndoa. Shukran sana kwa hakika, wallahi leo tuna furaha sana. Shukran. Kipindi hichi tumekisubiri kwa muda mrefu sana. Shukran. Mungu ajaze kila la kheri. Allahumma amin. Leo sina swali. Naam. Ila niko na beti moja tu. Hai. Dua. Bismillah. Ilahi Mola mjuzi, dua zangu zipokea. Wanandoa maazizi, fanaka na waombea. Allah. Uwape mema mapenzi ya kukuridhi uliwa. Na watu chama kizazi kilichochema dhuria. Allahumma amin. Amin. Shukran sana ndugu yangu Hamid Hamdani, Allah kujaze kila la kheri. Mimi sikujua kama wewe ni mshairi mzuri. Hivyo siku moja nitakualika, hata kama ni kupitia mitandao, tuna angalau ya elimu. Ndugu yangu Abdurrahman Toya hapa namuona akinukuu jina lako. Naam shekhe. Kwa hivyo hapa kinachotakiwa ni awareness kwanza, jamii ifahamishwe. Wewe unafaa kuwa ni mmoja katika wanaochangia gurudumu la hii dini yetu isonge mbele. Matatizo tujaribu kuyatatua. Usione uchungu. Wewe unakwenda kwa daktari kumuona peke yako ukalipa 2000, 3000, 4000 na huone uchungu wote, sababu ni maslaha ya kiwiliwili chako. Yake huku ni maslaha ya maisha yako yote. Ndoa ndio kila kitu. Maslaha ya roho yako, maslaha ya pepo yako, maslaha. Lakini unaona uzito, yani in bracket, yani dini, yani sisi tunaona hii dini bure. Haya mawazo tukiweza kuyabadilisha tutasonga mbele sana sisi. Kwa sababu tutatoa pesa nyingi kwenye mambo mengine ya kimaisha, bila mimi kusema kwamba hayo mengine si ya dini. Yote ni ya dini. Yani wewe ukaenda ukitafuta matibabu ni dini. Wewe ukaenda ukitafuta kusoma ni dini. Wewe ukaenda ukitafuta, yani, na isitoshe labda huku kwenye ofisi yetu
vile vile ni matibabu lakini ya kisampuli nyingine. Kwa sababu hata ukaenda kwa yule mtu wa psychology aenda azungumze na wewe kwa sababu amekuona kidogo una matatizo ya kiakili mathalan. Maana matatizo ya kiakili watu wengi huona ni mtu mwendawazimu. Hapana, kuna watu hasa wanandoa, kuna baadhi ya wanandoa shekhe totally utafikiri ni mwendawazimu, lakini si mwendawazimu, anafahamu kila kitu, lakini ameathirika, akili yake imeathirika. Akili inapoathirika inakuwa na mawazo machafu, dhana nyingi, ndo haiwezi. Sangine mwanamume anaishi na mkewe, kucha kuto yeye anamuona mkewe ni mtu muovu, just kumdhania, kwa sababu akili yake imepata darba, imepigwa na pigo lolote la kimaisha likachangia. Sasa huyu anahitaji kupewa matibabu. Anasema mtafutieni mtu wa psychology. Anakwenda, akienda kule hakuna aya wala hadithi, lakini akija kwetu sisi humpa maneno ya Mungu. Je, kuna maneno yanayolainisha nyoyo za wanadamu zaidi ya maneno ya Mwenyezi Mungu? Lau anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Mimi naamini kwamba ukija kwenye ofisi zetu sisi tunaoitwa watu wa dini, sisi tutakuchanganyia, tukupe mwelekeo wa kimaisha, alafu tunakupa na dozi nyingine ya kwamba Mungu asema, mtume asema, kulainisha roho yako ili upate matibabu. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kusema hasa sisi pia ni madaktari wa nyoyo, sio nyoyo kama kipande cha nyama. Nyoyo zetu, yani kiroho, tuweza kukupa matibabu na hatimaye ukahisi kwamba kweli mimi nimepata nafuu. Sasa hiyo pesa yako unapoitoa wewe ni kwa maslahi yako mwenyewe zaidi. Na ukisema nalipia ofisi, si kulipia ofisi, akili yako ipanue zaidi kwamba mimi kuilipia hii ofisi ndio itaendelea kubaki. Na ikibaki na Hatibu na Muhammad na Umar na wao watakuja kuipata na wao watatibika. Lakini ukitaka uje bure, mwingine aje bure, haya kesho tumeshindwa kulipa, tutaifunga. Tutaendelea vipi sisi? Ngumu kuendelea. Nafikiri tumeelewana. Nimeifahamu vizuri sana. Pengine Shekhe, kutokamana na muda tumesalia na kama dakika 10 tu kwa leo, njia moja tu ifaayo ambayo tunastahili ya kuandaa kufuatia kabla ya ndoa. Njia moja. Tuanze sasa msururu. Tayeb. Tukizungumza ndoa hapa, tutazungumza mume kuwa na mke. Acha niruhusu tumsikize huyu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu? Alhamdulillah, sijui wewe? Mashallah, alhamdulillah, tunawapata vizuri mashallah mko Mombasa. Asante sana. Wallah, kipindi kizuri sana, kipindi murwa. Shukran. Mungu aliye khairi, Mwenyezi Mungu amjaze khairi. Sheikh wetu ametuletea kipindi kizuri kabisa. Allahumma amin. Nimeanza kuwafuatilia kutoka mwanzo, nilisikia bwana Hatibu kasema shairi lako. Mashallah, shairi zuri sana. Mwenyezi Mungu alipe khairi. Langu mimi nasema haya mahaba yasema mapenzi alikufa kitambo, yakazikwa na akaisha, hakuna mahaba aliisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anatuambia kwa mapenzi na mahaba yalikufa kitambo, siku hizi maigizo. Kwambia siku hizi maigizo Shekhe. Jambo ambalo limepelekea ni kwa sababu watu wameathiriwa na mazingira. Tusikatae kwamba leo media ina nafasi kubwa ya kuathiri akili za watu. Na wanaomiliki media sisi ni watu wa ngambo nyingine, wa sehemu nyingine. Na wao wameua mapenzi kikweli. Yani mpaka mapenzi kwao inaonekana ni lile tendo. Love is about sex alone. Naam. Sasa kwa kuwa sisi hatutengenezi sisi hivi vifaa, hatutengenezi sisi hizi social media, hatuzimiliki sisi, wao wamepiga hatua. Sisi tumekuwa nyuma sana. Sisi tulikuwa kwenye sehemu ya kuzuia. Yani kile kinachokuja tunakiangalia haramu, kile kinachokuja tukiangalia ushanifahamu. Mpaka mwanzo kikolea tukiamua kusema kumbe yaweza ikatumia kwa njia nzuri, tumeshachelewa. Sasa zile fikra zinakuja kupitia filamu, kupitia vipindi, kupitia nini, na kwetu kunaathirika. Kuna haja gani tena mapenzi Sheikh? Mapenzi wakayazika. Si kwamba mapenzi yamekufa, mapenzi yameuawa, yani yameuliwa na watu kupitia kuathirika na mazingira ya watu wengine. Lakini mapenzi yapo. Bado wako watu wenye mapenzi ya dhati, wenye mapenzi ya kweli, na twajaribu kutaka, au lazima tujaribu kutaka kuzungumzia, tusafishe akili za watu kwamba mapenzi yapo, na kwamba hayo mengine wanayozungumza kwa upande wa pili kuwa mapenzi ni kitendo au si kweli. Hivyo ndivyo wao walitaka, ili kutaka kueneza ule uchafu. Lakini mapenzi ya dhati yapo. Lakini nakubaliana naye kwa upande mwingine kwamba tukizungumza uhakika wa mambo, mapenzi yapo.
lakini uhalisia wa mambo mapenzi Hakuna. Siku hizi watu hupenda pochi, khiana zimekuwa nyingi. Umefahamu? Ndio pale utaona kitu kidogo watu wanataka kutengana. Wewe huwezi kujitenga shekhe na mkeo ukamkimbia. Hatia sababu hata sijui kuvaa fulana ya Manchester, mambo ya kipuzi. Kweli. Lakini kama wampenda hata kukatokea jambo zito aina gani, kama yale mapenzi yapo, mapenzi ni kusacrifice. Watu usacrifice bwana maisha kwa ajili ya mapenzi. Kweli shekhe. Kuzungumza mengi, lakini kuna kitabu cha mwanachuoni Ahmad Farid ameniukuu hata baadhi ya maneno ya wanawachuoni kwamba aliyependa kwa ikhlas bila ya kufanya dhambi akafa sababu ya penzi ni shahidi. Kwa hivyo yapo, sio kwamba yani hakuna. Na ikiwa mwenye kupenda hana kusacrifice maisha yake kwa ajili ya anayempenda, basi itakuwa yeye mapenzi yake yani hajafahamu maana ya kupenda ni nini. Vipi mkeo usisacrifice kwake, yani ujaribu kujitenga au mkimbie kisa amefanya jambo la kosa na unajua kuwa ni binadamu. Kwa hivyo hapo lazima turekebishe na tuelezane. Turudi pale katika katika yale maandalizi shekhe. Moja tu kutokana na muda. Tumesema kwamba tukizungumzia maandalizi ya ndoa, ndoa ni matarajio ya mume apate mwenzake mshirika katika maisha, na mke apate mwenzake. Kwa hivyo bila shaka katika kuchagua nani atakayekuwa mshirika wako, hilo ni jambo muhimu sana. Mwangalie ukizingatia kwamba si mke peke yake wa kukupa utulivu kitandani au wa kukupikia kwenye meza kuwekea chakula kizuri, bal ni mama wa mojawapo ya malengo ya ndoa. Mmoja katika malengo ya ndoa ambao tutakuja kuzungumzia ni kupatikana kwa watoto. Sasa mtayarishe mama wa wale watoto watakaozaliwa mustakbal ili mufikie lengo, kwa sababu tukisema ndoa ni kuzaa, sio? Sisi ni wanadamu. Sisi kama ni wanadamu lazima tuwe tofauti na viumbe vingine, kwa sababu viumbe vingine pia vazaa. Viumbe vingine vazaa. Paka pengine hutushinda sisi, maana paka mara moja za watoto 8 ama 12 au 12 sangine. Mbuzi huzaa 2 watatu, mbwa huzaa watoto. Sasa ili sisi tuwe tofauti na wao ni hili la kulea, kwamba sisi hatuzai tu, sisi tunataka tuzae tulee. Mtume siku atakapojifakharisha siku ya kiyama kwamba najifakharisha na umma wangu mwingi, hatojifakharisha na wavutaji bangi na unga na walaji migoka, atajifakharisha na wanaume kwamba umma wangu ni mwingi. Ili wawe ni wanaume ambao mtume atakuwa na kujifakharisha, lazima kwenye kuoa kwako uzingatie hilo, ni mama yupi atakayekuwa mlezi wa mustakbal wa watoto wako, sababu mkishakuoana mtazaa. Mimi kila siku wanasema, hata pale tunapofungisha ndoa msikitini, huambia Waislamu msiwaangalie watu wawili wanaokwenda kufurahishana leo hii. Angalieni kwamba hii ni mawe ya msingi ambao tuwayaweka leo. Baada ya miaka 20 hawa watatuzalia watoto alal aqali 3 4. Baada ya miaka 20, ikiwa mmoja na miaka 20, mwingine 18, mwingine 10, aidha wale waliozaliwa watakuwa wajenzi wa maisha, wawe mchango katika kuendesha jamii mbele, au watakuwa majambazi, wawe haribifu. Kwa hivyo tusiangalie ni watu wawili wanaoana, tuangalie kwamba ni msingi huu tutauweka hapa. Baada ya miaka 20 watatuongezea faida ama wataongeza idadi ya makaburi, ama walituletee vibaka. Tumeelewana mpaka hapo? Sasa ili kuepuka yote hayo, lazima tutafute washirika bora. Ikiwa ni mtoto wa kike, afikirie baba bora atakayekuwa watoto wake. Ikiwa ni mtoto wa kiume, afikirie mama atakayekuwa bora. Sasa hapo ndo tuangalie vile vigezo. Moja, dini. Tumeelewana? Pili, mwanamke mwenye akili, rajhanat al-aql. Unajua weza kumwoa mwanamke ndio mzuri, pengine anayo pengine hiyo dini inayosema, lakini hana akili ya kuweza kuwa ni mwanamke smart mwenye kutambua mambo. Unafahamu? Au labda amekosa akhlaq katika kuamiliana. Unajua wewe waamiliana na Mungu, haya ni masala mengine. Kuna kuamiliana na wanadamu. Ni wangapi leo tumewaona msikitini wanaume shekhe, ukiwaangalia appearance yao waweza kusema hata ni maswahaba, na waswali swala 5 na wafunga Ramadhani na hawaachi sunna zote, lakini akija nyumbani hakuna mwanamume mkorofi kama yeye. Huyu ampungukiwa na nini? Ampungukiwa na akhlaq. Wewe mnapooana mke na mume nyumbani, hamwendi tu kufundishana swala za tahajjud. Yale ni maisha. Ni heri, mimi nasema nataka nieleweke, mimi huwa na bahati mara nyingine huwa sieleweki. Nasema ni heri
mwanamke awe atakuwa ni mwenye kumfurahisha mume wake kwa tabia njema, hata kama atakuwa na mapungufu kidogo katika kuabudu kwake. Kwa mfano, huswali faradhi tu, yeye haswali sunna mathalan. Hufunga tu saumu ya Ramadhani, lakini hafungi Jumatatu na Alhamisi. Hiyo ni sahali kuliko kuwa ni mwanamke afunga swala zote, aswali swala zote za sunna, za mchana, za usiku, afunga Ramadhani, labda asoma na Qur'ani kwa wingi, lakini akija kwenye kuishi na mume wake hamtekelezei yule mume haki zake zote, haina faida. Kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa mathalan mwanamke bora ni nani, ni yupi mwanamke bora, Mtume alijibu nini? Hakusema Mtume ni yule anayeswali, anayofunga, kwa sababu ikiwa yeye ni Muislamu hayo ni mambo lazima atakiwa awe nayo, lakini alisema ni yule ambaye ukimtazama yeye kufurahisha. Haya nitafsirie wewe hapa, kumtazama kufurahisha maana yake nini? Yamaanisha nini? Ukimtazama yeye kufurahisha. Mwanamke masaa 24 yeye amefurana tu mahasira, huwezi kufurahishwa, huwezi. Kwa hivyo hapo tuambiwa tutafute mwanamke mwenye tabasamu, mwenye bashasha. Ukimtazama wafurahi, yeye usubuhi yake, jioni yake, usiku wake hana tofauti, dera ni hilo hilo tu. Akikubadilishia dera shaka lipasuka makwapani huko. Naam shaka. Nguo zote nzuri amezipanga, subiri siku ya harusi ndio aende harusini nazo. Lakini wewe upigwa na madera tu ya kisampuli mbalimbali. Tena pengine ni hali ya 300. Sasa ukimtazama utafurahi? Huwezi kufurahi. Mwanamke huyo hajui kupaka wanda wala nini wala lipstick, yeye asubiri tu yuenda kwenye party, yuenda kwenye harusi, yuenda kwenye nini, ndio ajipambe. Na wewe upate sadaka siku ile, na wewe upate mke wangu, hata humwambie umpendeze, mwambie mbadilika leo, labda mkua jini, yani vitu kama hivyo. Mbadilika badala ya kupendeza. Kwa sababu humuoni. Kweli shaka. Kwa hiyo Mtume mwenyewe salama atueleza. Kwa hivyo hapo ni sisi tupate kufahamu kwamba ni yupi wa kufaa kuwa mwanamke, licha kuwa labda ana dini, lakini pia ukimtazama. Kisha akasema ni yule ambaye ukimwamrisha yuwakutii. Maana yake nini? Ya kusikiliza. Mwanamke humble, mtawadhi, ukimwambia fanya hivi yakufanyia. Si yule mwanamke mshindani, mshupavu. Fanya hivi na wewe nifanyie hivi. Yani unalomwamrisha anakana, hata kukusikiliza. Sisemi katika maasi, ile katika haki. Maana katika maasi tunaambiwa tusitii sisi kiumbe katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na la tatu akasema ni yule ambao ukiwa hupo yukuhifadhia nafsi yake na nyumba yako. Maana yake nini hapa? Tutafute mwanamke aina gani? Si mrangaji, muaminifu. Mwanamke ambaye miaka 10 ukiwa huko una hakika hawezi kuendea kinyume, ambao leo watu wengi walilia. Leo ndoa nyingi watu waishi na shaka kwa sababu ya kutetemeka msingi huu wa kuaminiana. Wengine wajisifia kwamba mimi na mume wangu tuaminiana mashallah mpaka tumpeana password za M-Pesa na za ATM. M-Pesa hata password za simu pia. Nasema mimi password yangu, mimi najua password ya simu yake na wajivunia kwamba eti wao wameaminiana. Sasa mimi sikuaminiana huko. Sikuaminiana. Kuaminiana ni vipi? Sikuaminiana. Hakuna kuaminiana. Kuaminiana ni kwamba mimi sioni simu yako, huu ni simu yangu. Sikufuatilizi, hunifuatilizi. Lakini kama sasa mimi nikipanda gari tu mara napigwa video call. Hebu ni confirm kama uko kwenye gari. Geuza kamera. Kuna mmoja alimwambia niko nyumbani, akamwambia hebu washa blender. Ni confirm kama uko kweli nyumbani. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni yule ambaye ukiwa hupo yuko kuhifadhia nafsi yake, bi maana ni muaminifu. Kitanda chako hatalalia mwanamume mwingine, uzuri wako hataona mwanamume mwingine, hata kufanya khiana ya aina yoyote, na atakuhifadhia nyumba yako pia, mali yako. Hizo ni sifa tatu, lakini kuna nyingi, lakini hizo ni zile baadhi ambazo. Sasa tukienda upande mwingine pia tusiseme okay, huyo ni mwanamke bora. Je, mwanamume naye pia huyu mwanamke kwani hafai kuchagua mume mzuri? Ni lazima yafaa. Sasa hapa nataka kidogo kuzungumza weakness ya wanaume wengi. Jambo la kustajabisha, wanaume wao wanataka wake wazuri. Unajua mimi nishasema nyumbani kwetu sioi mpaka nipate mwanamke full ninja, full hijab, full. Swali yeye hajiulizi, je, wewe ni wakustahiki kumpata mwanamke huyo? Bangi upati, mraibu upati,
Lakini sisi hujisahau, sisi wanaume hujisahau. Sisi hung'ang'ania kutaka mwanamke ameshika dini, nataka mwanamke hivi, lakini yeye mwenyewe hayupo na ajijua kwamba kweli mimi hivi nilivyo sistahili kupata huyu mwanamke wa kisampuli hiyo, kwa sababu hata Mtume amewaambia wanawake, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, pale atakapowajieni mwenye sifa hizi mbili, dini na tabia. Shafahamu? Basi huyo mpeni mke. Kwa nini? Unajua, kwa sababu ametaja dini na tabia. Ilikuwa yatosha akitaja dini, manake mwenye dini lazima awe na tabia nzuri. Lakini maana ya Mtume SAW kusisitiza kwamba awe na dini kisha akaitaja tabia peke yake ni kuonyesha umuhimu wa ile tabia, bimaana kuamiliana na yule mwanamke katika ndoa. Anaweza kuwa kweli na dini kama nilivyosema, na swali na funga, lakini hajui kuamiliana ndani ya ndoa yake. Sasa ikiwa hajui kuamiliana, matokeo atakayedhurika wa kwanza ni nani? Ni binti yako. Sasa kinachotakiwa ni uende hata kwenye shule aliyosoma, uulize watu, yule hatibu amekuja kuposa kwetu, nenda kwenye shule aliyosoma, uuliza waalimu, huyu hatibu alikuwa vipi? Usiende msikitini tu kumwangalia yeye swali, sababu kama kuswali utamuona pale hamsa salawati. Niambie, msikitini kuna muovu? Hakuna sheikh, watu wote ni wazuri msikitini kweli. Lakini nenda sokoni anapokaa hatibu kwenye maskani, uliza wale marafiki zake, tabia zake ni zipi? Utaambiwa ni mkali, hana subra, ana matusi mengi. Sasa pale unaweza kuchukua mizani, nimpe binti yangu au nisimpe. Tumeelewana? Kwa hivyo hata mtoto wa kike na yeye anahitaji awe na ukaguzi katika kuangalia nani atakayekuwa mshirika. Mwanamume bora ni mwenye dini yake na mwenye akhlaq, anayeweza kuishi na ule mwanamke akahisi ule mwanamke yupo kwenye amani, wala haishi na hofu ndani ya nyumba yake. Lakini kwa mwanamume smart, msafi, mzuri, anayependeza, umeshafahamu? Abdullah bin Abbas asema, napenda kujipamba mimi kumpambia mke wangu kama ninavyopenda yeye anavyonipambia mimi. Kwa hivyo tusiwagonge wao kwa madera pia, hata sisi pia. Utavaa smart wewe wakati onda zako kwenye kipindi peke yake. Kwenye kipindi. Ukisha kurudi hivyo unavyopendeza, ukiingia tu nyumbani utafuta kikoe kilichooza tena. Sio kikoe kile kizuri ukasema ukivapi wapendeza. Una kijihami chako hiko ni chakula lini. Na hiyo t-shirt ya vulio una kijishati chako keupe pia kimeozaoza, ama ukae hapo tabila chochote, basi ukiangalia umechoka na nini, umefahamu? Kwa hiyo sisi pia tumo. Sisi huwa tunataka wao wajipambe kwetu, lakini sisi ndio wa kwanza. Ukiingia wanuka kijasho, mwanamume huogi, hutaki kupiga mswaki, umefahamu? Vitu kama hivi Sheikh. Kuna watu Sheikh kuna mwanamke amekwenda kwa kadhi amshtakia mumewe kama hapigi mswaki, ana harufu na siwezi kuhimili na si maradhi, hapigi tu mswaki, na kadhi akamwambia una haki ya kuomba talaka. Msifanye matezo bwana. Harufu inatoka kwenye kinywa ya mtu hapigi mswaki ni hatari Sheikh. Manake akimtagamia tu kubidi afunge pumzi. Ndio hapo. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanaume pia lazima wajirekebishe. Mimi nawaambia watazamaji wetu wapendwa, wasiwe na haraka tukaenda spidi tukakimaliza kipindi chote kwa siku moja. Kuna mengi na mengi na mengi. Na wale mimi nawabashiria na wale ambao hawataki kulipa wakija kule kwenye maofisini, basi mimi nawaomba, hiki kipindi ni kama sadaka kwenu. Weka credit, subscribe Al-Hajar, ili kila Jumamosi upate haya maneno ya bure yende ya kusaidie. Sisi tumejitolea kufanya hivyo. Ukiwa wataka ya zaidi ambao hatuwezi kuyasema hapa, basi njoo kule, jikaze kidogo, ulipe ile ofisi tuilipe, ili tukupe mengine mengi zaidi ambao hapa labda tuwezi kuyazungumza. Ndiposa ukiingia katika ofisi ya Sheikh Yusuf Abdi kuna maneno ya Kizungu lakini yana mvuto na yanakupa matumaini, kwa sababu yameandikwa na yanastahili kuandikwa katika wino wa dhahabu. Yanasema hivi: open your heart, we give you hope. Open your heart, we give you hope. Shekhe, tumalize na huyu wa mwisho. Amatullah anasema, je, sisi wanawake ambao twataka wakati na kudekezwa, lakini mume yuko bizi na hana wakati na sisi, na ukimwambia anakwambia sisi tunajenga mustakbali wa familia, huyu naye tumweke kwenye kundi gani? Siku zote Muislamu bora anajua majukumu yake na anajua kugawa
kila kitu akipe haki yake. Nitamjibu na hadithi. Siku moja Salman al-Farisi ni sahaba. Alikwenda kumtembelea Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr vile vile nani sahaba. Ni sahaba. Lakini Abu Dharr al-Ghifari yeye kitabia yake ni mtu kidogo amejiweka mbali na ulimwengu. Yeye ni mtu wa kuswali kila siku na kufunga na kula, yani akamuona yule mkewe yuko katika hali haipendezi. Alipokuja akamuuliza Abu Dharr al-Ghifari, akamwambia hayupo, lakini atakuja. Na mbona uko hivyo wewe? Akamwambia ndugu yako Abu Dharr al-Ghifari hana haja na ulimwengu. Mara yuaingia, akiingia amefunga sunna. Salman al-Farisi alichomwambia kwanza, fungua saumu yako, leo tutakula, mimi ni mgeni wako. Tumeelewana? Naam. Wakifika usiku, mwanzo wa usiku, bwana Abu Dharr ameamka kuswali. Salman al-Farisi akamwambia la, tutamka mwisho wa usiku. Mwisho wa usiku wakaamka wakaswali. Lakini Abi Dharr amelibeba kwenye nafsi yake, anaona kama kwamba huyu bwana amekuja kumuondosha na kumuepusha na akhira yake. Wakaenda wakaswali alfajiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada sala, Abu Dharr ni kama kumshtaki Mtume kwamba nimetembelewa na ndugu yangu Salman al-Farisi. Akaeleza ile story ile. Nilikuwa nimefunga, kanifungisha saumu yangu. Usiku nataka kuamka, kanambia niamka thuluthul akhir na mambo kama haya. Kisha waliposwali thuluthul akhir, kuna kitu nimesahau. Waliposwali thuluthul akhir, walipomaliza kuswali, Salman al-Farisi akamwambia Abi Dharr al-Ghifari, akamwambia ndugu yangu Abu Dharr, inna lillahi alayka haqq, Mungu ana haki yake kwako. Wa inna li zawjatika alayka haqq, na mke wako naye ana haki yake kutoka kwako. Wa inna li nafsika alayka haqq, na nafsi yako pia nayo ina haki yake. Faltu'ti kulli dhi haqqin haqqa, kila kitu kipi haki yake. Umeona alivyomgawanyia? Naam, Mungu ana haki yake, mke ana haki yake, na we mwenyewe pia na nafsi yako ina haki. Sasa Abu Dharr alipokwenda msikitini akamweleza Mtume yote. Mtume alimwambia nini? Sadaqa Salman. Aliyokuambia Salman ni ukweli. Huyo ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Sasa mimi naambia huyu mwanamume ambaye ameoa, mke ni jukumu, kazi ni jukumu, Mungu ana haki yake kwako. Wewe nafsi yako, kila kitu kipi haki yake. Na mwanamke ikiwa utamfundisha kwamba mimi muda wangu wa kuja kwako ni huu na huu, na ukifika sasa, shida nyingine iko hapa. Hili nalizungumza wallahi, na hili ni sote ulimwengu wa leo tuna shida nyingine, kwamba hata ule muda wa kufika nyumbani sasa, badala ya kusema tumeingia nyumbani ni muda wa mke wangu, tukachukua hizi simu zetu tuziweke kando, imekuwa na nyumbani pia simu hazitupi nafasi. Yule mke hubaki kama sanamu tu. Huo ndo ukweli wa mambo unaumiza, yani uhalisia, kwamba hizi simu zimechangia. Maana ingekuwa hata ule muda mchache ukifika nyumbani simu yaka kando, akaa na mkeo, mwazungumza, mwatia story. Hakuna shekhe, mtu ni simu tu, simu. Lazima walalamike hao, lazima, na wana haki ya kulalamika. Lakini pia nasema wasifurahi mimi kuzungumza hivi wakaona eti ni sisi tu, eti wao hawana haki. Na wao pia wengine hubaki na ukaacha simu yako na yeye akawa na yake pia. Kama ni game, kama ni nini, ukawa sasa na wewe wasema haya, mimi huyu nimeketi kutaka kumpa wakati, kumbe yeye bado aendelea na simu yake. Hii kwa ufupi, mimi namwambia huyu mwanamke, naambia watu wote, na naambia wanaume pia, ni lazima tuwe na time baina ya sisi mke na mume ya kukaa kuzungumza. Ni kweli huwezi ukapata time yote na mumeo, huwezi ukapata time yote na mkeo, lakini mkijipanga unaweza kuweka kila kitu mahali pake. Asante sana Shekhe, nikushukuru sana kwa wakati wako, fursa yako. Ni washukuru watazamaji wangu wote ambao mnaendelea kututegea. Jumbe ni nyingi sana ambazo nikiamua kuzisoma hapa naona kipindi hiki tote tutakimaliza. Asante sana Najib Ahmed kwa kuendelea kupongeza kipindi. Mariam, asante sana pia na kuona. Asante, swali lako litajibiwa hilo. Haya, Adam Maona anasema historia ya mashekhe inshallah ni moja katika vipindi ambavyo viko kama Furaha Ndoa kilichoanza, basi nacho pia ni moja katika kipindi kiko. Rukia Hashim, asante sana kwa kuendelea kwa nasi. Dadangu kipenzi Aisha Khatibu Abdallah, asante sana dadangu, leo nimefurahi pakubwa sana kukuona umekaa na mumeo huko uliko
kufata ama kutazama kipindi ambacho kinaendeshwa na mkubwa wako. Allah ajalie ndoa yenu iwe nazidi kuwa furaha, nazidi kushikamana inshallah. Nimefurahi sana kwa kuwa leo umenitazama, nikiamini hata mamangu mzazi naye yuko nyumbani na muangalia mwanae akitafuta riziki ya halali. Shekhe, nikushukuru sana kwa wakati wako. Nishukuru kikosi kazi kizima, ndugu yangu producer wa kipindi hiki Abdul Ghaffar Yusuf Abdi akihakikisha picha na ngavu ya kipindi cha babake kinaenda wenyewe wanasema shwari zaidi, bila kumsahau ndugu yangu Omar Azlani kwa kuhakikisha graphic na kila kitu kiko sawa sawia, bila kumsahau ndugu yangu Isa Faki kwa kuhakikisha kila kitu kishwari, kuanzia mataa pamoja na kuchanganya picha. Kikubwa zaidi ni kuambie tu kuna matukio makubwa ambayo tunaandaa sisi kama Al-Hajar TV. Inshallah tarehe 1 ya mwezi Novemba kutakuwa na kongamano kubwa la wanafunzi wa vyuo vikuu katika kaunti ya Nairobi, kikiwa imeandaliwa na chama mataasisi ya wanafunzi wa Kiislamu wa vyuo vikuu na vyuo vya anuai AMUK katika kaunti ya Nairobi. Vile vile tarehe 8 ya mwezi Novemba tutakuwa na matembezi katika kaunti ya Mombasa ambayo yatakuwa yameandaliwa na taasisi mbalimbali za Kiislamu ikiwemo Voice of Palestine katika kuandaa mchango maalum kwa kusaidia ndugu zetu wa Palestina ama ndugu zetu wa Gaza. Nimeambiwa si Isa, naambiwa ni Said Abdi. Asante sana ndugu yangu kwa kunirekebisha hilo. Lakini mimi ni kuache na usemi huu unaosema hakika nalia moyoni, hakika nalia mwangu nafusini, yamenilemea yako haya tuanze upya kwa sababu kwa sababu tumezoea ushairi na wenyewe, lakini kwenye kipindi hiki naamini nitajifunza mengi. Mwenyewe aliandika shairi hili anasema, hakika nalia mwangu nafusini, yamenilemea mahaba yako moyoni, ayuni wangu naambia nitakuona lini. Mimi nikikujibu kuwa hapa ndani ya furaha ya ndoa. Huyu ayuni wako kama hujamuona utamuona hapa, kwa sababu shekhe amekuandalia mengi mazuri kutaka kumfahamu ayuni wako ana sifa zipi za kuwa naye katika ndoa iliyobarikiwa na misingi ya dini ya Kiislamu. Kila lokuwa na mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Fi amanillahi wa usiku mwema. Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuiamini Al-Hajar TV. Hii ni furaha ya ndoa, lakini ndio mwanzo. Mkoko unaalika maua.